Bwana Kefa Chengula, mambo vipi? Bwana safi, habari ya uzima. Mambo yanakwenda? Tunamshukuru Mungu. Bwana, kwenye mbio za ligi kuu ya NBC lakini vile vile kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba na Yanga, vilabu ambavyo unavifahamu, namna ambavyo vimesajili wachezaji wao walivyo, namna ambavyo matarajio ya mashabiki na wanachama, unadhani tukienda kwenye anga za kimataifa, tukiachana na mambo ya kwenye ligi kuu ya NBC Premier League na mashindano ya ndani, timu ambayo unadhani msimu huu inaweza ikafanya maajabu kwa timu kutoka Tanzania kati ya Simba na Yanga ambazo zinawakilisha Tanzania kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, nadhani timu gani ambayo inaweza kafikia hatua ya juu zaidi na kuleta mafanikio makubwa hapa nchini? Ukiangalia kwenye current performance kwa miaka 6-7 kati ya Simba na Yanga, of course Simba na Yanga, Simba ameanza kufanya vizuri zaidi kimataifa kuliko Yanga. Kwa hii miaka hiyo ni fact. Kwa hii miaka 6-7. Kwa sababu klabu yetu ya Yanga tumefika finali ya CAF Confederation. Lakini klabu ya Simba nayo wamefika finali kwenye mashindano ya CAF Confederation finali. Kwa hiyo wanaonyesha kabisa na wamefanikiwa kufika quarter final. I think ni mara 4 mfululizo. Sisi tumefika quarter final ni mara moja ndani ya hii miaka 6. Kwa hiyo ukiangalia kwenye performance au mwendelezo, current performance, mwendelezo wa kucheza vizuri kimataifa, ni kwamba klabu ya Simba wamekuwa na mwendelezo mzuri zaidi kuliko Yanga, kwa sababu wao wamefika finali, quarter final mara 4 mfululizo. Kwa hiyo ukiangalia mpaka hapo tu ni ushuhuda tosha kwamba klabu ya Simba msimu huu walivyomaliza na watakavyoanza, kwa sababu walivyomaliza na ninachotaka kuzungumza ni nini? Kwamba ukiangalia klabu ya Simba usajili waliosajili dirisha dogo, na kama huu usajili ungekuwa umesajiliwa dirisha kubwa na dirisha dogo, mimi nakwambia mpaka tena ninavyozungumza klabu ya Simba ingekuwa tayari imeshaingia kwa final, na haiwezekana wangeingia hata semi final, kwa sababu wamesajili vizuri. Na mimi nasema kwa mwaka huu kama Simba wakisajili wachezaji wenye hadhi, wakiongeza hata wachezaji sajili 3-4 hivi kwenye kikosi chao, mimi nakwambia kwamba safari hii klabu ya Simba anaweza kafika mbali. Pamoja na kusema sisi klabu ya Yanga msimu uliopita tumeishia group stage, kweli ni jambo ambalo limetuumiza sana, kwa sababu klabu yetu tunapenda tufike semi final, na Engineer Hersi aliahidi kwamba klabu yetu msimu huu, malengo yetu msimu uliopita ni kuishia hatua ya makundi. Tukivuka zaidi ya hapo, basi itakuwa tutaiacha historia. Lakini ni kwa bahati mbaya, ni kweli tukaisha hiyo hatua ya makundi. Imetumiza sana, na ndio maana nasema msimu huu kiukweli tulete wachezaji wenye hadhi ya kwenda kutupambania ligi yetu. Kama tukileta wachezaji wa aina ya kina Buba, basi tuna safari ndefu sana. Tunaweza tukashikwa na aibu ya mwaka, kwa sababu ndugu zetu upande wa pili wamejimarisha na wanaendelea kujimarisha. Nimesikia kwa wanataka kuleta kina Peter Charulile, sio kina nani. Kwa hiyo wanaonyesha kabisa ni kweli kwamba wamedhamiria kufanyaje? Wamedhamiria kwenda kufanya vizuri kimataifa. Na si kimataifa tu, hata kwa ndani. Tusipokuwa makini, safari hii inaonekana inaweza kuwa ni hatari kubwa sana. Kwa hiyo kimataifa, mimi nakuhakikishia kwamba safari hii Simba na Yanga inaweza kufanya vizuri zaidi, lakini kwa muendelezo wa kufanya vizuri, klabu ya Simba imekuwa ikifanya vizuri zaidi kimataifa kuliko klabu ya Yanga. Hiyo ni fact, inabaki kuwa fact. Manake unaipa nafasi zaidi Simba Sports Club kuweza kufanya vizuri kwenye ngazi za kimataifa kwa msimu wa 2026 2027, kwa namna ambavyo Simba wameweza kuingiza wachezaji wao. Namna walivyomaliza ligi, namna mwendelezo wao walivyofanya vizuri huko nyuma, ndio fact ambazo nimezitumia kwamba kwenye klabu bingwa au kwa kimataifa, klabu ya Simba huwa inafanya vizuri zaidi, huwa inafika mbali angalau kidogo kuliko sisi, kwa sababu sisi so far tumefika quarter final moja, lakini wenzetu wamefika quarter final kama sio 3 basi ni 4. Kwa hiyo kwenye engo hiyo tu ni ushuhuda tosha kwamba klabu ya Simba kwa mwakani, kama wakileta wachezaji wazuri, mimi nafikiri Simba na Yanga mwakani tunaweza tukafika mbali. Lakini klabu ya Simba na naiona mbali kwa sababu namna walivyocheza mechi zao hapa katikati, kiukweli wakiongeza baadhi ya wachezaji wenye level za klabu ile, basi anaweza kafika mbali zaidi, na waombea wafike mbali kwa sababu kimataifa hakuna haja ya kuoneana choyo. Umeelewa? Tunaoneana choyo kwenye ligi kuu Tanzania bara, lakini kimataifa Simba akifika semi final, akifika finali, akifika popote atakapoona yeye, mimi kwangu mimi wala na nitawapongeza, kwa sababu kimataifa ukifanya vizuri kimataifa, manake ile sifa inakuja kwa nchi. Umeona? Haiendi kwa Simba. Simba of course inaweza kaenda kwake, lakini unakuta Simba kishinda wanasema Simba from Tanzania.
Manake Simba kutoka Tanzania. Manake kimataifa Tanzania inafanyaje? Inapaa. Kwa hiyo mimi kimataifa wakifika mbali zaidi kabla ya Simba nitawapigia makofi. Wakifika mbali zaidi kabla yangu ya Yanga nitawapigia makofi zaidi. Kwa hiyo tunasema msimu huu yoyote atakayefika kwenye level yoyote mbali zaidi, basi mimi kwangu itakuwa ni faraja. Bwana, ukiangalia namna ambavyo vilabu ambavyo vinashiriki ligi ya mabingwa safari hii. Kwa mfano ukiangalia Morocco kuna bingwa mpya ambaye ameweza kutoa ubingwa, lakini ukiangalia pale Misri kwa ujumla wake Al Ahly atakuwepo kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika kwa sababu hakuweza kukidhi vigezo vya kupata nafasi ya kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Maana bingwa ambaye anaonekana kuleta ushindani hapa utamwangalia Mamelodi Sundowns. Na ukiangalia kwenye mechi ile ya robo finali Young Africans akicheza na Mamelodi ni kama kuna uwezo wa kuimudu Mamelodi Sundowns. Lakini ukiangalia namna ambavyo Al Ahly anacheza kidogo kunakuwa na ugumu. Unadhani kama fursa hii itatumiwa vizuri, Simba wakajipanga, Young Africans wenyewe wakajipanga, hawezi wakaleta kikombe msimu huu labda na kuweka pengine rekodi, kwa sababu tayari wataanza na rekodi ya kuweza kuingia na wachezaji ambao wameweza kuwasajili dirisha kubwa na waliokuepo, na dirisha dogo tena wana nafasi ya kuboresha mapungufu yao ambayo yataweza kuonekana kwenye nusu msimu. Unadhani hili linashindikana kuweza kuandika rekodi mpya? Mimi Mnyasa leo nakuwa shahidi haya. Nakwambia kupitia hizi media za Mnyasa TV kwamba safari hii kuna klabu yoyote kati ya Simba aidha Yanga, kuna klabu moja inaenda semi final na ikiwezekana finali. Kwa sababu unakuta yani sisi Yanga ndo tumekuwa na mkosi huo. Unakuta kwenye ile group stage unakuta umewekwa Ahali, umewekea pale MC Argia, umewekea labda Farabat. Na wewe Yanga uko pale. Hata unakuta labda Farabat kidogo unaweza kumudu nyumbani hata kama ukipoteza ugenini, lakini umeshachukua pointi 3. Lakini ukiangalia kwa timu kama Ahali ana uwezo wa kukupiga nje ndani. Huo uwezo na amekuwa na sisi tumekuwa na bahati mbaya hiyo ya kukutana nje yani msimu ule uliopita kama unakumbuka mzuri. Sisi ndani ya miaka 2 mfululizo tumepita na Ahali. Kama nitakuwa niko sawa sawa. Kwa sababu kuna ule msimu ambao Pacome Zouzoua anaenda kufunga goli la dakika za mwisho kama unakumbuka. La kuchomoa moja. Umenielewa? Na hii ajuzi ambayo tumechezea ile mechi pale Zanzibar. Na penyewe ikawa ni sare ya 1-1. Kwa hiyo Ahali sisi naweza kusema ndo mtu ambaye ametusababishia sisi klabu ya Yanga tusifikie malengo yetu. Na safari hii Ahali anaenda CAF Confederation. Kwa hiyo mimi na uhakika kabisa kati ya Simba ama Yanga kuna mmoja wao safari hii anaenda semi final. Na mimi naiombea klabu yangu ya Yanga kama tutasajili usajili wenye hadhi ya klabu yetu. Mimi naiombea klabu yangu kufika semi final. Na uwezo wa kufika semi final upo na ni mkubwa kama tukishirikiana na viongozi na kama viongozi wetu wakituletea wachezaji sahihi wakuja kutupambania kwenye ligi yetu. Mimi na uhakika kabisa safari hii kuna klabu moja wapo itafika semi final ama finali ya CAF Confederation. Inawezekana kwa mujibu wa maneno yako. Unadhani kitu gani ambacho wanatakiwa wakifanye walimu ambao wanavifundisha vilabu? Kwa mfano ukiangalia kwa upande wa Simba, Steven Baka ameonekana kocha ambaye ana uzoefu na kucheza hata nusu finali ya kombe la shirikisho, akicheza dhidi ya Mnyama akiwa na Stellenbosch, robo finali akicheza dhidi ya Zamalek, bingwa mtetezi akamtoa, na manake ana uzoefu. Simba kama klabu na wenyewe wana uzoefu wa kukutana na vilabu. Unadhani nini wakifanye ili kuhakikisha kwamba angalau rekodi mpya inaandikwa? Kocha wa Yanga hujamtaja. Kocha wa Yanga ni mpya, ameingia kwenye klabu ya Young Africans, lakini alikotoka ana mafanikio. Lakini klabu anaenda kuifundisha bado inahitaji mafanikio. Huku umesema Steve Baka, huku umesema kocha nani? Mbona unatunyima jina lake kidogo? Anaitwa Mgisi. Anaitwa Mango. Jamani unaweza kutukana. Tuendelee. Kwa kweli kocha wetu safari hii yani kocha ile jina lake ili jina tumewakomesha wachambuzi pamoja na unajua juzi nimemsikia Kisugu anabaki tu kocha wa Yanga hawezi kufika finali ya CAF, hawezi kufika mwezi wa 12. Wanamuuliza kocha anaitwa nani? Mnajua wenyewe. Kwa hiyo jamani kocha wetu anaitwa sasa jamani tuendelee na kipindi. Ila isipokuwa kocha wetu mimi namuita Mangoba. Ukija Mangoba Duduba aka Dudubaya.
yani wewe mwenyewe halipi. Nilisikiliza mahojiano yalifanyika Afrika Kusini. Jina la pili ndo nikalinoti, anasema Mgifu. Ngoja sasa anaitwa ngoja, kuna hii hapa, ngoja ni wanavyolitamka. Yule kocha bana kiukweli ametuacha njia panda sana wa Tanzania, lakini tutajitahidi kadri ya uwezo. Kadri ya uwezo tulijue jina lake, lakini jina lake ni hili hapa. Waniangalie. Hili hapa ngoja nimeshalipata. Zeren, I can confirm that Coach Mangoba Mngwiti. Coach Mangoba, congratulations. Coach Mangoba, congratulations. Coach Mangoba, congratulations. Sasa ukiangalia, yani wanasema yani ase ni jina gumu sana, lakini nafikiri hata ujio wa Pacome Zouzoua wakati anakuja wengine tulikuwa tunamta Zoazoa, wengine tulikuwa tunamta Zuzu. Umeona? Lakini yeye mwenyewe alivyokuja akajitambulisha, akasema jamani, mimi naitwa Pacome Zouzoua. Tukiachana na majina, performance ya ligi ya mabingwa, kocha mpya Young Africans, timu yake mpya ndio kufundisha. Steven Baka at least amekuja, ameshaiona Simba mapungufu yake kwenye ligi ya mabingwa. Nani unamwona anaweza akaleta falsafa mpya ya kuleta rekodi mpya katika ligi ya mabingwa barani Afrika kwa vilabu vyote viwili? Unajua kwa klabu ya Simba watakuwa na faida moja, kwa sababu kocha mmoja anaijua ligi. Tayari ile cream ya wachezaji wake, maana ile first 11 kwenye klabu yake anaijua. Umeelewa? Kwa hiyo inaweza kuwa ni positive side kwa upande wa klabu ya Simba, lakini ukiangalia sisi kocha wetu Mangoba anakuja, lakini ukiangalia ile tunasema nini, ile ule uzoefu wake, kwa sababu ametoka kwa South Africa na uzoefu wake amechukua ubingwa wa CAF Champions League wa klabu bingwa Afrika, na amechukua ubingwa wa PSL pale South Africa mara 5 mfululizo, kwa sababu inaonyesha kabisa ni kocha mwenye uzoefu na soka la Afrika. Na kuja kwetu hapa kama kocha kweli ana CV hizo, mimi nafikiri haitakuwa kazi kubwa sana, japokuwa kocha wa klabu ya Simba ana faida hiyo, kwa sababu ni kocha ambaye tayari ligi yetu anaijua mifumo, anajua first 11 yake. Kwa hiyo huyu kocha wetu nafikiri kwa sababu safari hata ligi yenyewe jinsi ilivyokaa, mpangilio wa ratiba umekaa mgumu sana, kwa sababu hata ile pre-season, kwa sababu pre-season ndio pale kocha huwa anaenda kuwaona wachezaji. Sasa kocha wetu hata kama akija, nafikiri hizi mechi za karibuni hizi, hata kama tukifeli basi tusimlaumu sana. Na mimi sidhani kama hizi mechi za mwanzoni tutafanikiwa, kwa sababu kocha wetu mmoja amekuja ni kocha. Sasa kwa mfano anafeli kwenye raundi ya kufuzu kuingia hatua ya makundi, anashindwa kupeleka timu hatua ya makundi, inakuwaje hapo? Hatuwezi kumlalamikia, kwa sababu mtamvumilia. Kumvumilia lazima tumvumilie, ni kwa sababu ni kocha mpya, lakini kumvumilia kwake tutaangalia na performance ya nini ya timu. Unajua sometimes watu huwa washambulia tu kama kushambulia. Ndio maana safari hii klabu ya Simba imekosa ubingwa. Umeona kuna shabiki wote wa Simba anayeshambulia Simba, ni kwa sababu performance imefanyaje, imeridhisha. Hata huyu kocha wetu ikitokea hatujafika popote pale kwenye klabu bingwa Afrika, ila performance tukaona kabisa performance yake ni nzuri, tunamfurahia. Sisi hapa tumemfukuza kocha Pedro, hajafungwa mechi hata hii, lakini tulimfanyaje? Tumemfukuza. Kwa nini tulimfukuza? Kwa sababu performance yake ilikuwa haituridhishi. Kwa hiyo hata kama tusipofika popote, lakini kocha wetu akaonyesha performance nzuri uwanjani na sisi mashabiki tukaafikiana naye, basi mimi nafikiri hata kama kwenye michuano fulani au mashindano fulani tukifeli, basi sisi wenyewe tutakuwa wa kwanza kujiassess. Lakini kwa kocha mimi nafikiri hapana. Kocha hana shida yoyote. Hata kwa ina shida yoyote, kwa sababu ni kocha mgeni. Hajui mazingira ya nchi yamekaaje, hajui mifumo yetu ya ligi yetu imekaaje, mifumo ya klabu imekaaje. Kwa hiyo mimi binafsi inatakiwa huyu kocha tumpe muda azoe mazingira, na kuzoea mazingira ni shida. Kwa sababu gani? Muda uliobakia ni mchache, kwa sababu kipindi kile tulikuwa tunakaa mwezi mmoja na nusu ndio tunaenda kwenye ligi, lakini safari ninavyozungumza mpaka ninavyozungumza tuna wiki 2 ligi ianze. Bwana, sasa kimataifa hapa mwalimu gani ana faida? Yaani mimi nimezungumza open kabisa kwamba mwenye faida kubwa ni kocha ambaye ni kocha Steve Baka, kwa sababu Steve Baka tayari ni kocha ambaye ana msimu mzima. Umeona, anasema ni nusu msimu, ana miezi kama 6 hivi. Kwa hiyo huyu tayari ana nini? Ana uzoefu na ligi. Tayari anajua wachezaji wake, yupi ana uwezo huu na yupi ana uwezo upi. Kwa hiyo tayari ameshajenga nini? Kule kujiamini. Lakini kocha wetu anakuja hapa kufanyaje? Ku experience moja ligi yetu,
kuja kuangalia first 11 kwenye timu, nani anaweza, nani ana uwezo huu. Kwa hiyo mpaka aje azoee itamchukua muda mrefu sana. Kwa hiyo mimi binafsi ikitokea amezoea kwa kipindi kifupi na akaklik kwenye timu yetu, tutafurahi sana. Lau hata kula Christmas. Hatuombei hayo Mnyaso, kwa sababu ni kocha mzuri, ni kocha mzuri, ametoka South Africa kwenye klabu kubwa, yakamkuta kama ya Abdallah Kibenchika kama kuacha timu na kuondoka. Sasa ndio maana nimekwambia sometimes inakuaga kama ni timu aliyoikuta haija click, na isipo click maana yake automatically wa kulaumiwa ni viongozi, sio kocha tena. Bwana, mimi nikushukuru na nikutakia kila la heri. Nashukuru sana.